Na asante sana kutoka studio hapo Nairobi. Leo tuko katika eneo la Machakos ambapo tuungana na Emily Kimanzi ambaye ni afisa wa watoto katika kaunti hii. Atuelezea na yapi katika mada ya leo. Katika ofisi zetu sisi huwa tunapokea mambo haya watoto ambao ni walemavu, na mara nyingi tunaona wanatekelezwa sana na wazazi wao, kwa sababu wazazi wanahitaji kwenda kutafuta kazi, kwenda vibarua. Kwa hivyo tunaingilia katika haya masuala kwa sababu hao watoto wanafungiwa ndani ya nyumba. Tumekuwa na very serious cases ambazo watoto wanafungiwa, hawana mtu wa kuwaangalia, wanaenda choo pale wanakaa, hawana mtu wa kuwapea chakula, na ukiangalia unaona afya za watoto zinadhoofika sana. Kwa hivyo mambo kama hayo tunayapokea mara kwa mara katika ofisi, na pia mambo ya kunajisiwa, kwa sababu hawa watoto wanabaki pale manyumbani bila mtu mkubwa wa kuwatunza. Kwa hivyo wale watu wabaya katika jamii wanateka advantage ya hawa watoto. Cases za defilement katika watoto walemavu tunazipokea, na wengine pia wanapata mimba. Kwa hivyo ningependa kuhimiza community. Tumekuwa tukiwasiliana sana na ofisi za ngao za chiefs ya kwamba hawa watoto wasifichwe katika manyumba. Sisi kama idara tuko na miradi kama ya Inua Jamii ambayo wale ambao wanalinda hawa watoto wanapewa 2,000 kila mwezi ndio waweze kulinda hawa watoto. Kwa hivyo tungependa jamii ya kwamba kule kuna cases kama hizi za watoto ambao wamefungiwa kwa manyumba ambao hawana mtu wa kuwatunza. Tafadhali njooni mtujulishe, sababu wengine wale ambao wanahitaji kuwa rescued tutawarescue. Wale wanahitaji matibabu tunafanya kazi na hospitali kama Machakos level 5. Wale wanahitaji mazoezi pia tunasaidia waweze kupelekwa kwa mazoezi. Nikiripotia runinga Citizen kutoka kaunti ya Machakos, mimi ni Enoch Musui. Na asante sana Enoch Musui, na kama alivyosema hapo, naona ni kwamba wengi bado tatizo la unyanyapaa, kuficha watoto linakithiri, na kuficha mtoto halitasaidia. Kwa hivyo ni vyema tu iwapo utaona mtoto wako ana mahitaji tofauti kuweza kumtoa nje na kutafuta usaidizi. Karibu tena, tuendelee ndani ya mada, lakini kabla ya kuwapatia fursa geni wangu kujibu yale maswali, naarifiwa kuna swali jingine, tulisikize alafu tuyajibu yote kwa pamoja. Halo? Hello? Aya, punguza sauti ya TV alafu uzungumze nasi. Halo? Hello? Yes? Ni Haiva kutoka Baringo. Aya, zungumza hivi. Niko na neighbor wangu, kuna mtoto mwenye hajatembea. Ako na miaka 9 sasa hivi. Mtoto hajatembea na shingo haijakoma na hazungumzi. Na mamake amekataa kumpeleka mazoezi. Amekataa? Mamake amekataa? Amekataa kumpeleka mazoezi na mtoto hajatembea. Sasa anatumia wheelchair. Na miguu yake kidogo sawa. Okay, na babake mtoto? Babake mtoto naye pengine anasema nini ama anachukua hatua gani? Mamake hajachukua hatua yoyote. Hajachukua hatua yoyote. Kwa hivyo wazazi wake ni kama wamemtelekeza, hawamshughulikii inavyostahili. Sasa wewe pengine ulikuwa unaomba nini haswa, tukusaidie vipi kutokana na tatizo hili? Sijui huyu mtoto tutamsaidiaje, juu mtoto ukimwongelesha anaelewa lakini ajibu. Haya, sawa Ivy, asante kwa kutoka na kupaza sauti ya huyo mtoto, na hapa tutakueleza jinsi gani pengine ambavyo unaweza kufanya ili kuweza kumsaidia huyo mtoto wa miaka 6, sawa? Na niko na swali lingine. Kuna tofauti gani between Down syndrome, kuna Turner syndrome na Klinefelter?
Na nini hiyo ya mwisho hatujaisikia? Inaitwa Klinefelter syndrome. Umeipata? Hiyo ya Klinefelter. Pengine uliambiwa ni tatizo gani hilo? Sijajua tatizo juu ni mtoto wa jirani wangu na mimi ningependa kumtetea. Nimemwonea huruma kwa miaka hiyo yote. Wewe una miaka mingapi hivi? Miaka 18. 18. Unajishughulisha na nini? Napanga kwenda shule mwezi wa 9. Nitajoin chuo kikuu mwezi wa 9. Ningependa pengine pia fuatilia pia sana mambo ya community maanake inaonekana una moyo wa kusaidia na haswa katika mambo ya afya. Sawa, utasaidia wengi katika jamii. Ndio. Haya, sawa, acha tutakushughulikia haya ambayo tumeyasikia kutoka kwako. Sawa, asante. Haya. Simon, Ivy amekaa ameona mtoto wa miaka 6 yule hashughulikiwi. Hatua ya kwanza ambayo pengine ungemshauri yeye, manake ni mtoto wa, amesema ni kazini yake ama ni nani? Na kuna mtoto wa jirani pia amemuona, ni kama ni kitu ambacho kiko ndani ya roho yake kutaka kuwasaidia hawa. Cha kwanza kabisa ningependa kushukuru Ivy. Anafanya kitu kizuri, ndio anajaribu kuelimisha jamii, anajaribu ku advocate kwa wale wenye hawajiwezi. Cha kwanza kwa wale mtoto mwenye ako na miaka 6 na ako kwa wheelchair, ningependa kumuhimiza sana juu hajatuambia mtoto ako na shida gani ndiposa akajipata juu ya wheelchair. Ningependa kumuhimiza au ampeleke kwa hospitali yote iliyo karibu. Waanze na kufanya uchunguzi, wajue shida iko wapi. Ndio sasa atapewa OC ama atapewa advice ya the next stage. Okay. Hiyo ni ya kwanza. Na hata pia ule wa pili mwenye anasema amesema aongei. Huyu wa pili alikuwa anataka kujua tofauti ama tushamalizana na Ivy, sasa tunakwenda kwa swali lingine. Ule wa pili pia kuzungumuza ni jambo linaloletwa na vitu kadhaa, si kitu tu kimoja. Wakati mwingine unaweza ona anasikia lakini pengine ile dissemination of the sound into the ears, then interpretation to the brain, then response, pengine kuna tatizo mahali fulani. Sasa pia ningemuhimiza aende kwa hospitali, aone mtaalam mwenye atampea atamu-encourage na mpe program ya atafuatilia, ndipo sasa ndio mtoto tuone kama ataongea. Na kwa hii juu akienda kuona mtaalam, kuna chances atafika kwa speech therapist mwenye pia atasaidia huyo mtoto. Sawa. Nadhani kitu muhimu ambacho tungemwambia pia kama vile umesema kwamba ana moyo wa kusaidia. Hii leo pia katika kipindi chetu tulikuwa tuna ile taarifa kwamba rais amepitisha ule mswada kuhusiana na walemavu. Na hivi sasa katika zile taarifa ambazo zilikuwa zinakuja ni kwamba yeyote mwenye ulemavu akienda hospitali ana haki ya kutibiwa bila malipo. Sasa nadhani wale wazazi pengine walikuwa wanaogopa kwamba nikimpeleka mtoto hili litakuwa ni jukumu langu. Kwa hivi sasa yeyote mzazi ambaye ama mlezi ama yeyote ambaye yuko katika jamii na anajua kuna mlemavu mahali popote, mtu mwenye mahitaji maalum ambayo anastahili kwenda hospitali. Katika hospitali za umma hivi sasa huduma zinapatikana bila malipo yoyote baada ya rais wetu kuweza kuidhinisha mswada huo. Kwa hivyo muhimu ni apeleke hospitali. Hivi pale ulipo hakikisha kwamba hao wazazi, nadhani pia katika mitaa kuna machifu, iwapo utaona kwamba mtoto ametelekezwa, peleka habari mbele, maanake sisi tuko hapa lakini hatujui hali iko namna gani. Kwa hivyo chukua hatua ili uweze kusaidia wengine. Tuendeni kwa mamake Mildred, mtoto mwenye kifafa ambaye hivi sasa anasema kwamba haongei lakini anafanya shughuli zake, anaweza kutembea na kufanya mambo mengine. Anataka usaidizi. Cha kwanza, kifafa ni ugonjwa unaokuja kuinterfere na information kwa brain. Na unapopata kifafa ikikuja simultaneously, inamaanisha kwamba akili haipati ile oksijeni inafaa. Ikiendelea hivyo itakufanya uanze kupoteza zile milestones kwa achieve. Ndio maana nasema mtoto alikuwa anaongea, amerudi, alikuwa anatembea, ikashindikana. Sasa hiyo inaitwa regression. Juu hizi vitu zinafanya mtoto anarudi nyuma.
Chenye ningependa sana afanye, ningependa sana kumtuma kwa daktari wa akili mwenye anaitwa neurologist. A neurologist. Neurologist atasaidia kumpea dawa ya kifafa, kupunguza frequency ya hiyo kifafa kuapia. Ya kwanza. Ya pili, pia tutaenda mazoezi to retrain hizo lost motor skills, kwamba alikuwa anafanya nini lakini amepoteza. Sasa tutaenda bado tuanze kufanya mazoezi pole pole ndio tukue kulingana na umri yake saizi ya mtoto. Alafu pia akipata hizo huduma zote, chances za kwenda shule asome vizuri ziko very high. Sawa sawa. Ngoja tusikize Naomi naye, maanake saizi simu zimekuwa nyingi na ndo tuko katika dakika za lala salama. Naomi, pengine swali lako ni lipi kwa wataalamu wetu? Swali langu nilikuwa nauliza, niko na mtoto saizi ako 7 years. Ako hyperactive, ako na autism. Pia sasa ako na temba ambazo sijui vile nitafanya, anachigongesha, anachiumiza. Hata yeye kuna watoto wenzake pia anawaumiza, pia mimi ananiumiza. Toileting imekuwa shida pia kumfundisha. Najaribu kumfundisha, hataki kukaa kwa posti, nimetry, nimeambiwa vile nastahili kufanya. But imekuwa shida. Hata shuleni sasa hivi ataanza because of that behavior ya kujigongesha. Sasa naambiwa atulie kwanza ndio nimchukue shule. Nimeshindwa what to do so that aweze kutulia ndio apate kwenda shuleni. Sawa Naomi, pole kwa hilo. Wacha Simon akujibu haraka maanake muda nao pia hatuna. Asante. Simon. Asante sana kwa swali yako. Ukikuja usome the characteristics za watoto wenye wako na autism, one of the characteristics ni wanakuwa na tantrums because information mingi yenye inaingia kwa akili yetu inatoka kwa environment. Wakati mwingine environment kama ni overstimulating ama understimulating inawafanya wana develop these issues of tantrums. Na hizo tantrums zitakuja na violence. Sasa chenye ningemuhimiza kufanya, juu nimeona amesema kwa Kayole, ningemuhimiza alete mtoto Gertrudes kwenye kuna mtaalamu mkuu anaitwa neurodevelopmental doctor, akuja amfanyia assessment. Akifanya assessment amalize, atakuja tuanze mazoezi na pia sisi tutamfunza vitu zinazofanya mtoto atulie ndipo apelekwe shule. Na pia kuna programu tunampea jinsi ya kutrain mtoto ajue hiyo potty training. Okay. Sawa sawa jamani, muda haunasi. Saizi tunamalizia na ndio maswali ni mengi, kumaanisha kwamba mada hii bado ni pana, inahitaji muda zaidi. Pengine Faith, umewasikiza wazazi wote hao, ungewashauri nini? Ningewashauri wazazi wafanye ile self care. Ni kweli tuko na watoto na ni safari, lakini wasijisahau pia. Katika hiyo safari ni mzuri pia ukuwe na that self care. Ujipende ndio uweze kuwa stable, ndio usaidie mtoto wako. Ningewashauri pia wa join groups, kama kuna groups za Down syndrome. Hizo support group zinasaidia. Abu unapata pia mimi kila siku niko kwa hizo support group na nasoma vitu mingi kwa mama ambao wako na watoto wakubwa. Kuna vitu mingi sijui. So kuna vitu mingi kila siku nasoma, najua kumbe inakuanga hivyo. Na pia wafanye ile early intervention, wasaidie mtoto mapema, isikuwe kama mimi miezi 8. Na pia mambo ya mental health ni very important. Na pia ningewashawishi tu kila mtu ile disability inclusion, ile tujue watoto they are part of us. Na tuwapende na tujue hakuna mistake yenye, kuna a lot of stereotype hapo kwa ground, na kama wazazi saa zingine tunafunga macho, tunafunga masikio tusisikie maneno mingi kutoka kwa watu. Abu yatatuumiza na ifanye tusisaidie watoto wetu. So there's a lot tunafaa kufanya awareness mingi
Sawa sawa, muda jamani haunasi Faith. Ningependa kukupatia uzungumze tu. Wacha nimpatie Miriam naye, manake saizi Miriam ni katika harakati za kumalizia. Utatuambia nini? Hatuna muda tena. Mimi kwanza kabisa ningewashukuru wazazi na walimu ambao wanawahudumia hawa watoto ambao wana mahitaji tofauti. Kusema ukweli si jambo rahisi. Si rahisi hata kidogo, lakini ni a day at a time. Kwa hivyo kama mzazi, environment ya mtoto wako, make it rich from tangu akiwa mdogo. Kama vile ambavyo therapist alisema, mtoto akiwa mdogo usimwachilie tu, usimlaze. Kama ni kuna vifaa ambavyo unaweza kutumia kama hii, umtolee sauti, akue alert. Kama ni wale ambao wana challenge ya kushika fine motor skills, kuna vifaa na si lazima ununue. Zingine unaweza kutengenezewa na fundi wako, unahusika kwa maisha ya mtoto wako. Ikiwa wewe ni mzazi husika. Usikae mbali na mtoto wako, usimweke tu ati yeye ako na diagnosis. Na ikiwa ni mwalimu shuleni, let's not give up on these children. Ni watoto wetu, tuwapende, tusife moyo, tuwatengenezee mahali ambapo pako inclusive. Wajue ni wetu na tunawajali. Sawa sawa jamani, naona itabidi baada muda mwingine tuwaite murudi tena ndani ya studio. Manake kuna vitu vingi tu pale Miriam alikuwa ametubebea aje atueleze. Yani itabidi tuwe na kipindi chengine cha kuelezana. Tunaweza kufanya nini pamoja na Simon pia arudi aje atueleze sasa, yani ile kuona kwamba huyu mtoto ana tatizo hili, mfanye hivi. Lakini hayo yote ni baadaye. Manake kwa muda wetu hii leo inabidi tumalizie hapo. Asanteni tu sana kwa kuja hapa na kutoa mawili matatu ambayo yamewafaidisha watazamaji wetu. Iwapo basi utakuwa una mengi unataka kuwapata Miriam, unaweza kumpata pengine kama una line ya simu. Anapatikana pale Precious Gifts Center of Inclusive Education. Nambari yangu ya simu ni 0711 851 240. Tunawachukua watoto wote ambao wana challenges. Wakikupigia simu utawaeleza. Na Simon unapatikana wapi? Mimi kila wakati niko Gertrudes. Uko Gertrudes. Google tu utapata namba, piga utapata usaidizi. Sawa sawa. Asanteni sana jamani. Tutakomea hapo manake tumechukua muda ambao pia sio wetu. Kwa hivyo mimi niwashukuru tu, na kwa wazazi wenye watoto wenye mahitaji tofauti, usife moyo. Jua kwamba Mwenyezi Mungu akupatie kilema akakukosesha mwendo, na kila kitu kina sababu yake. Naitwa Mwanahamisi Hamadi na kutakia mchana mwema. Kwa heri.